Hata siwasalimie. Na jambo langu. Watanzania, ninaomba muanze kujifunza vitu. Yaani nyinyi wenyewe jitengenezeni utaratibu wa kujifunza vitu. Kwa sababu sio kila wakati kutakuwa na mtu ambaye atakuwa anakuja hapa kuwaelimisha nyinyi kuhusu vitu ambavyo tayari nchi nzima inafikiria mnavijua. Kwa sababu kama ni sheria za hii nchi mtandaoni zinapatikana. Hizi mna application kibao ya kuwafanyia summarization, mkauliza. Hakuna haja ya kila siku kujiingiza kwenye matatizo ambayo yanaepukika kwa kujifunza tu. Au inatokea kila siku mnalalamika kuhusu vitu ambavyo utaratibu wake wa kuvishughulikia uko wazi, lakini ni kwamba tu mmechagua hamtaki kuvijua, hamtaki kujifunza kuhusu hivyo vitu, as if kila mmoja wenu ana pesa ya kuajiri wakili au mwanasheria ambaye atakuwa anamtafsiria pale atakapoingia kwenye changamoto za kisheria. Sasa nina mambo haya mawili ya kuambia ambayo yamenifanya ni draw conclusion ya kwamba haya yote yanatokea kwa sababu watu hamtaki kujifunza kuhusu sheria za nchi yenu. La kwanza, kuna yule kijana ambaye alikuwa anamtukana Mheshimiwa Rais ambaye nilimpost kwenye page yangu Instagram. Walioona mliona, na hata alipojaribu kushauriwa alipost tena video nyingine akasema kwamba hahitaji ushauri. The reason yule kijana alikuwa anafanya vile, na mimi nilijua, hajui uzito wa kile ambacho alikuwa anakifanya. Hivi katika akili ya kawaida, kwa nini mtu akutume wewe uende ukagombane na mtu kwa niaba yake? Usijiulize. Yaani tuongelee sasa kwenye common sense, kwa akili timamu ambayo kila binadamu tunatarajia anayo. Kwa nini mtu akutume wewe ukagombane na mtu? Kwa nini asiende mwenyewe? Yes, ndio mwenye tatizo na wewe mtu. Kwa nini anakutuma wewe? Hili jambo tuliongea kabla hata watu hawajaenda kuandamana, sijui 29 Oktoba tuliwaambia. Hao wenye matatizo na huyo rais, kwa nini wasiende wakaongee nao wenyewe mpaka wawatume nyinyi muandamane kwa ajili yao? Ndio yule kijana naye mpaka anatukana vile. It's very obvious kwamba kuna watu wenye akili zao timamu ambao wana tatizo na Mheshimiwa Rais, lakini kwa kuwa wanazijua sheria za hii nchi, wanajua kwamba matusi yale wakimtukana wao itawaharibia future zao na kila kitu walichokiwekeza kwenye maisha yao. Kwa hiyo guess what, wanakuja wanakuchukua wewe hapo kijana mdogo ambaye huna muda wa kujielimisha kuhusu sheria za hii nchi, hata huna muda wa kujua matokeo ya ambacho utaagizwa kufanywa. Wanakupa kaela kadogo, na muda mwingine wanakujaza tu confidence, hata hela hawakupi. Wanakujaza tu confidence, wanakuita mwanaharakati, wanakuita shujaa, wanakuambia nenda kamtukane rais. Wanakuambia hiyo ndo uhuru wa kuongea. Wakati kwenye katiba uhuru wa kuongea umeelezewa, na kosa la jinai linapoanzia kumeelezewa. Wewe unatoka tu kichwa unanunua maugomvi ya kisiasa. Jiulize, kwa nini hao wanasiasa hawamtukani hayo matusi huyo Samia? Si hawamuogopi? Si kila siku wanasema hawamuogopi? Mbona hawamtukani? Mara ya mwisho Chadema wamemtukana rais ilikuwa ni awamu ya Magufuli, ambako alikuwa Sugu sijui na nani. Kutoka hapo hilo jambo halijatokea, wanawatuma nyinyi. Ukishaingia kwenye matatizo baadaye umsumbue babako, utusumbue jamii nzima kwenye mabando yetu na simu zetu, tuanze kukuombea wewe msamaha. Haya, yule kijana ile confidence yote ya kutukana, mmeona picha zake ile alizopostiwa? Angalieni Miladi hayo Bongo FM, wengi watu wamemposti. Na akapata hukumu yake ya miezi 12 jela. Tena ni wahakikishie, hiyo miezi 12 unaona kabisa kwamba huyu kijana hapa kuna huruma kafanyiwa. Ili jambo lingeenda ile kindaki kama katiba yetu inavyosema, angekuwa mfano mzuri sana kwa nyewe vijana. Lakini hili halitoshi. Jambo jingine ambalo limenijulisha kwamba nyinyi ndugu zangu hamtaki kujifunza kuhusu sheria za nchi yenu ni ile jambo la kijumbe wenu. Yaani how come mtu mmoja anawatapeli over and over again, alafu nyinyi the only thing you do ni kuja kulalamika mtandaoni, kumposti, ambapo hapo mnampa yeye mwanya wa kwenda kuwashtaki nyinyi kumchafua mtandaoni. Kwa nini mnafanya hivyo? Vitu ambavyo vinatakiwa visuluhishike kisheria, wewe unakuja kulalamikia nacho mtandaoni. Nani kakwambia mtandaoni ndo kuna mahakama? Yaani hata zile scenarios ambazo wao mnaona mnazileta mtandaoni, alafu mawaziri wanazifanyia kazi. Yaani ile ni kwamba wale viongozi binafsi na utashi wao wameamua kuadapt na kizazi chenu. Wanawafuata nyinyi huko mlipo. Wao huko wanakuja for their own pages. Si unajua hakuna serikali inayomiliki mtandao, si ndio? Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haimiliki Instagram. Kwa hiyo waziri anapokuwa na account Instagram, sio kwamba hapo Instagram ndo ofisi yake. Sijui unanielewa?
Yupo Instagram kama ambavyo wewe umekuja Instagram, kaja kuburudika, kaja kujiposti, mlike, mshare, mcomment. Except ni kwamba yeye ana share na kazi yake. Kwa hiyo wewe unapokuja kulalamikia jambo ambalo lingeweza kushughulikiwa kiofisi, unapokuja kulalamikia mtandaoni na linafanywa kazi kwa sababu na yeye anakuwa muungwana kwamba mimi niko mtandaoni na wewe uko mtandaoni, umelileta mtandaoni, nipo mtandaoni, nimeliona na lifanyia kazi. Lakini sio utaratibu rasmi. Maana inaonekana hamjui. Maana tunaona hata Chadema wakiambiwa waombe vibali vya maandamano, wanachukua wanaandika barua yao wanaipost Instagram. Jeshi la polisi liko Insta. Ofisi ya jeshi la polisi ndio Insta. Insta unaweza kufunguliwa jalada. Insta unaweza kuchukuliwa maelezo. Insta unaweza kutoa ushahidi wa kisheria kabisa. Stop that. Najua huu mchezo Chadema ndo waliwaambukiza, waliwaaminisha kwamba serikali yote ina operate mtandaoni. Jambo la mtu kama huyo, mbona sheria imeweka wazi jamani? Mbona sheria imeweka wazi? Mnachotakiwa kufanya tu ni kuungana kwa pamoja. Kama hamna hela kila mmoja kutafuta wakili wake, muungane kwa pamoja, mpate wakili mzuri, mumlipe, jambo liende mahakamani, muone kama hata walipa. Naliongelea kwa sababu sio kwamba sijui namjua, I don't know her, sina personal issues na yeye. Naliongelea kwa sababu nimeona wengine mmeanza kusema serikali tusaidie. Kwa nini serikali inamchekea? Hapo mnanijua. Hapo ndo mmenigusa. Ndio maana kuja kuwafafanulia. Hili jambo sio mpaka la kuingojea serikali. Nyinyi wenyewe mnaweza kulifanyia kazi kwenye makosa ya jinai ya utapeli kuanzia kifungu cha 301 mpaka 304. 301 inafafanua kuhusu kosa lenyewe ambalo linatambulika kama false pretense, yani mtu kukuwakilishia uongo kwenye jambo la ukweli akiwa anajua kuwa hilo jambo lake ni la uongo. Unaona vile ambavyo mtu anakuwa anawahamasisha nyinyi, njooni hapa tuna mchezo, tutachangiana, atapokea huyu, atapokea. Hilo ni jambo la ukweli ambalo lipo kwenye jamii. Kuna vijumbe wanachezesha michezo na watu wanapokea. Right? Ndio maana kosa linasema kuwasilisha jambo la ukweli kwa uongo. Lakini kwa kuwa yeye anajua hana nia ya kuwalipa, manake anawaita kwenye udanganyifu. Kwa tayari paka hapo ameingia kwenye kosa la jinai. Na hii ni kutokana na yale malalamiko mengi ambayo watu wanaonyesha huko mtandaoni juu ya mtu huyo. Kwa hiyo inaonekana tuseme mchezo wa kwanza ulikuwa bahati mbaya, wa pili bahati mbaya, wa tatu bahati mbaya, wa nne bahati mbaya. Manake huyo mtu ana nia, anakuwa anajua kuanzia anavyoitisha hiyo michezo kwamba ni ya uongo. Kifungu cha 302 kinaenda sasa kwenye nyundo yenyewe. Kinasema kwamba mtu akijipatia mali kwa njia ya udanganyifu, yani kwenye kosa hilo la false pretense, anaweza akahukumiwa kifungu mpaka miaka 7. Unaona? Mtu anaweza akahukumiwa miaka 7, nyinyi mnapiga naye tantalila mtandaoni, alafu mnakuja kuilaumu serikali, nyie hebu nipisheni. 303 inaambatana na hiyo ya pili, lakini 304 inashindilia nyundo ya kwamba kuna kosa jingine hapo linaitwa fraudulent trick or device, yani kutumia ujanja kumtapeli mtu. Hili kosa limestitiwa ya kwamba kufanya mtu atoe pesa au mali ambayo asingeitoa bila uo ujanja ambao mtuhumiwa kautumia. Hili kosa nalo adhabu yake ni kifungo miaka 3 jela, ambako mimi kwa historia ambayo naona mtandaoni mnayolalamika kuhusu huyo mtu, tayari pia hapa nako anahusika, kwa sababu watu msingekuwa mnampa hayo mamilioni kama asingekuwa anawaaminisha kwamba yeye anachezesha upatu halali na hela zenu mtapata. Kwa maana hiyo anaingia kwenye makosa matatu. La kwanza, kosa lenyewe linathibitika kwenye 301. 302 inaelezea namna ambavyo anaanzisha michezo akiwa anajua fika kuwa hakuna atakayepokea. Kifungo chake ni miaka 7. Lakini 304 inafafanua kitendo cha yeye kuwarubuni watu mpaka watu wanampa fedha au mali, ili hali yeye anajua kwamba hao watu laiti wangejua ukweli wasingenipa hizi fedha, nayo ina hukumu yake miaka 3. Maana yake hapa tunaongelea miaka 10 ambayo mtu anaweza akachukuliwa nayo hatua. Lakini nyinyi mmechagua kuja kuliongelea hili jambo mtandaoni kama umbea, alafu mkitoka hapo mnaanza kuilaumu serikali yetu jamani, kwamba serikali inamchekea huyu mtu. You guys get a lawyer. Unganeni. Kama mmeweza kutapeliwa hadi milioni 60 na huko, afu kumbe watu mna hela. Mna hela. Kama mmeweza hadi kutapeliwa milioni 60 huko, hamshindwi nyinyi kutafuta wakili ambao mkalisimamia mpaka likafika kwa ofisi ya DPP, kisha akaenda kusomewa kesi yake mahakamani. Nyinyi mnaogopa nini?